Karibuni sana katika channel ya The End Prophet Messages TV. Wakati huu ambapo tunakwenda kujifunza somo la kipekee kabisa linalosema siri isiyofahamika juu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza. Kuna siri gani ambayo ifahamiki juu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza? Lakini kabisa, kabla tujaenda mbali, awali ya yote tuweze kumshukuru Mungu wa mbinguni na kuomba kibali mbele zake kwa ajili ya kujifunza somo hili. Karibuni sana. Baba yetu na Mungu wetu uketie juu mbinguni, tunasema asante kwa siku njema ya kipekee ya leo. Wakati huu tunapenda kujifunza neno lako na kusihi kwa mwalimu wetu na kiongozi wetu kupitia Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu tunaomba, amina. Wapendwa, karibuni sana. Somo letu ni kukumbusha, linasema siri isiyofahamika juu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza. Awali ya yote nipende kukuambia hivi kwamba baada tu ya dhambi kwa imeingia katika ulimwengu huu, na Mungu akawa ametoa ahadi kwa Adamu na Hawa, wazazi wetu wa awali kabisa. Alitoa ahadi juu ya ujio wa mwana ambaye angetoka katika viuno vya Adamu, ambaye angekuja kwa ajili ya kumkomboa ulimwengu pamoja na Adamu. Lakini cha ajabu kabisa, Adamu alifikiri ya kwamba mtoto ambaye angemzaa wa kwanza kabisa angekuwa ndio yule ambaye ametajwa na Mungu ama amewekwa kama ahadi kwa ajili ya kukomboza ulimwengu, lakini haikuwa hivyo. Lakini hiyo ahadi ilitimilika, na kwa hakika ilitimilika. Ndio maana leo duniani wapo watu wengi sana ambao wanaishi kile ambacho Yesu alikuwa. Wapo watu ambao duniani wanaitwa Kristo. Hao ndio watu ambao wanaishi kile ambacho Kristo alikuja akakisema na akashuhudia kwamba yeye ndio yule ambaye ametumwa aje kuishi, ametumwa aje kuifanya kazi ya ukombozi wa mwanadamu, na pia ametumwa aje kuthibitisha mpango wa Mungu wa ukombozi na ahadi ambayo Mungu alitoa pale Eden kwa Adamu na Hawa. Karibu sana kazi kufahamu siri ambayo ipo, siri ambayo haifahamiki juu ya Yesu Kristo mara ya kwanza. Nikwambia hivi kwamba na siri hiyo tutakwenda kutazama ni siri gani. Twende tukatazame ya kwamba hata huo wakati Mungu amepita katika kila nyakati. Mungu ana watu wake. Haijalishi ulimwengu utakuwa katika dhambi, haijalishi ulimwengu watu watamwacha Mungu na kumwacha kwa namna gani, haijalishi kwa muda gani, lakini kila wakati Mungu ana watu wake. Wakati wa Nuhu, Mungu alikuwa na watu ambao wajisazia, japokuwa watu wengi walichagua kumwasi. Wakati wa Musa, kila wakati Mungu anao watu, lakini pia kila wakati Mungu anao watu ambao anawatumia kwa ajili ya kuifanya kazi yake, kwa ajili ya kwenda kuthibitisha neno lake, kwa ajili ya kwenda kufanya kile ambacho Mungu ameagiza. Karibu sana tukatazame siri katika kitabu cha Danieli sura ya 9 aya 25 mpaka 27. Tukatazame siri ambayo tunakwenda kutazama, na ile ambayo Mungu alitoa hasa juu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza. Lakini pia mpendwa, nikukumbusha kwamba hakika Yesu anakuja. Yesu anakuja hivi upesi. Na hata sasa iko siri, na hata sasa upo wakati ambao Mungu ameutoa juu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Tutakwenda kutazama. Karibu sana, endelea kufuatia channel ya The End Prophet Messages TV. Utaendelea kugundua mambo mengi na utajifunza mambo mengi. Lakini kwanza tukatazame Danieli sura ya 9 aya 25 mpaka aya 27. Tukatazame na neno la Bwana inasema, basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7. Na katika majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali. Anasema katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia zake kuu na andaki. Naam, katika nyakati za taabu. Na baada ya ile majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali na nchi mbali, atakatiliwa mbali, na atakuwa na kitu, na watu wa mkuu atakayekuja wataangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na mwisho ule vita vitakuwako ukiwa umekwisha kukusudiwa, na atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake itasimama chukizo la uharibifu, na hivyo ataukoma na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Wapendwa, kinachozungumzwa hapa ni majuma 7, pia majuma 62. Lakini pia naambia hivi kwamba baada tu ya kuwekwa amri ya kujenga upya Yerusalemu kwenye yale majuma 7,
majuma 62 yatafuatia, na hiyo majuma 62 ni mpaka pale ambapo Kristo atakuwa ni mpaka pale ambapo ule mji utakuwa umejengwa na handaki zake na kila kitu. Lakini pia nikurudisha katika ile aya 24. Tukatazame kitu cha ajabu sana katika ile aya 24 ambayo inasema, aya 24 Danieli sura ya 9 aya 24, neno la Bwana linasema, muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, kukomesha makosa na kuishiza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mkamilifu. Jambo ambalo Mungu anamwambia Danieli kupitia nabii, kupitia malaika. Jambo ambalo Mungu anamwambia Danieli kupitia malaika ni jambo kubwa sana, ya kwamba ameamliwa yatakuwepo majuma 70, na katika majuma 70 hayo mambo ambayo yatakayofanyika ni Masihi atiwe mafuta, ni Masihi aweze kuwa kafara, ni Masihi aweze kuishiliza makosa na kukomesha dhambi. Wapendwa, kuna siri kubwa katika maneno haya. Unapoenda aya 25 mpaka 27 ndipo unaona majuma 7 na majuma 62. Nataka nikwambie hivi kwamba haya majuma 7 tuende tukatazame katika kanuni ya kibiblia. Majuma 70 yanamaanisha nini? Hayo majuma 7, hayo majuma 62 yanamaanisha nini? Tukatazame. Na tukatazame pia mwanzo hayo majuma ni kitu gani? Ulianzia wapi? Hiyo hesabu ilianzia wapi? Hesabu ya hayo majuma ilianzia wapi? Karibu sasa tukatazame. Tunapoendelea kutazama, ni lazima tujiulize maswali mawili. Cha kwanza, huo nabii ulianzia wapi? Wa majuma 70 yanaanzia wapi? Na swali la pili, lazima tujiulize, hayo majuma 70 yanahesabika vipi? Swali la kwanza la huo nabii wa majuma 70 unaanzia wapi? Tukatazame Danieli sura ya 9 na hiyo aya 25, tukatazame huo nabii unahesabika vipi? Danieli sura ya 9 aya 25, na Bwana anasema, neno la Bwana linasema, basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali. Kwa hiyo mpendwa, kinachofundishwa hivi ya kwamba huu nabii wa majuma 70 ambao tumekwisha kutazama unaanzia pale ambapo amri ya kujenga upya Yerusalemu itakapotolewa amri ya kujenga upya Yerusalemu. Itakuja kujibu swali la pili. Lakini hiyo amri ya kujenga upya Yerusalemu ilitolewa wakati gani? Ni wakati gani ambapo imetolewa? Na tunapotazama ni wakati wa Danieli. Na hapa Danieli anaonekana ya kwamba bado wapo katika ile nchi ya Babeli, utumwani. Je, ni wakati gani sasa ambapo hiyo amri ilitolewa? Tukatazama pamoja katika kitabu cha Ezra sura ya 7 na ile aya ya 12. Tukatazama kile ambacho Mungu amekifunua ambacho ni cha ajabu sana. Ezra sura ya 7 ile aya ya 12. Karibu sana, nikusihi sana uweze kufungua Biblia yako hapo. Kwa pamoja tukaweza kutazama Ezra sura ya 7 na hiyo aya ya 12. Ezra sura ya 7 aya ya 12. Ezra sura ya 7 na hiyo aya 12, neno la Bwana nasema, Atashasta mfalme kwaweza kuwa ni mwandishi wa torati ya Mungu wa mbinguni, salamu kamili wa kadhalika. Natoa amri ya kwamba watu wote walio watu wa Israeli na makuhani wao na Walawi katika ufalme wangu wenye nia ya kwenda Yerusalemu kwa hiari yao wenyewe waende pamoja nawe. Tukitazama, nitarudia msikilizaji. Nitarudia, shika Biblia yako kabisa, kitabu cha Ezra sura ya 7 aya 12, na Bwana inasema, Atashasta mfalme wa wafalme kwaweza kuwa ni mwandishi wa torati ya Mungu wa mbinguni, salamu kamili wa kadhalika. Natoa amri ya kwamba watu wote watu wa Israeli na makuhani wao na Walawi katika ufalme wangu wenye nia ya kwenda Yerusalemu kwa hiari yao wenyewe waende pamoja nawe. Tumetazama Danieli sura ya 9:25, nasema hivi ya kwamba tangu wakati wa kutoa amri ya kujenga upya tena Yerusalemu ndipo wakati huo majuma 70 yatakapoanza kuhesabika. Mpendwa, Biblia ni neno la Mungu.
na Biblia limebeba mafunzo na limebeba vitu vingi na limebeba vitu ambavyo viko kwenye mpangilio ambao ni mzuri na unaeleweka. Kumbe hiyo amri ilitolewa wakati ule ambapo ilitolewa na mfalme Artashasta, na anaitoa akimwambia Ezra kuwa ni mwandishi wa Torati ya Mungu. Tunajua hivi ya kwamba kabla ya Artashasta mfalme kutoa hiyo amri, walikuwa wafalme ambao walikuwa wametangulia kuwa wametoa hiyo amri. Lakini katika wale wafalme wengine, ile amri wana wa Israeli hawakuitii ama kuhama kutoka kule utumwani Babeli kuelekea wapi? Nyumbani. Na sasa wakati wa mfalme Artashasta ndio wakati ambapo wanaweza kuitii hiyo amri. Karibu sana ukatazame. Na sasa huo muda ambao walitii amri ilikuwa ni wakati gani? Mpendwa, ile swali ni swali jepesi sana. Ilikuwa ni mwaka gani? Mwaka ambao wana wa Israeli ama mwaka ambao mfalme Artashasta anaandika barua kwa Ezra kuwa ni mwandishi wa Torati ya Mungu, waweze kuhama sasa kutoka Babeli utumwani, waweze kuelekea wapi? Nyumbani kule Yerusalemu ama Israeli. Ilikuwa ni mwaka gani? Ni swali jepesi sana. Na hata leo ukiuliza mitandao ya kijamii inaweza kukujibu. Ukiuliza Google itakujibu. Ukiuliza mtandao wote unaoamini utakujibu. Lakini nataka nikwambie hivi kwamba historia inasema hivi kwamba ulikuwa ni mwaka wa 457 ndio ambao wana wa Israeli walitoka kule utumwani wakitii amri ya kuelekea wapi? Ya kuelekea nyumbani. Kumbuka nikwambia hivi kwamba wapo wafalme ambao walikuwa wametangulia kutoa amri waweze kuelekea wana wa Israeli waweze kutoka utumwani, lakini wana wa Israeli hawakuweza kutekeleza. Lakini kwa wakati wa mfalme Artashasta inatekelezwa. Ulikuwa ni mwaka wa 457. Na sasa swali la pili, na kuja kwenye swali la pili mtazamaji, ya kwamba hayo majuma 70 yanahesabika vipi? Hayo majuma 70 yanahesabika katika namna gani? Tukatazame. Lakini kumbuke hivi kwamba unabii wa Biblia una namna yake ya kutafsiri, na unabii wa Biblia una namna yake ambapo unapaswa kusikiliza, kujifunza na kuenenda sawa sawa na utaratibu ambao Mungu ameweka katika maandiko. Karibu sana tukatazame na kuona. Tunapoendelea kutazama katika kitabu cha Hesabu sura ya 14 na ile aya 34, tuone ni jinsi ambavyo neno la Bwana linatufundisha kanuni ya kutafsiri unabii wa Biblia. Kwa sababu ya hizo siku, anasema kwa hesabu ya hizo siku mlizoipeleleza ile nchi, yaani siku 40, kila siku kuhesabiwa mwaka, mtachukua maovu yenu, ndiyo miaka 40, nanyi mtakujua kufalikana kwangu. Wakati ule Mungu alipotoa maagizo kwa mkono wa Musa ya kwamba achague watu wa kwenda kupeleleza ile nchi ya Israeli, ile nchi ambayo ni nchi ya Kanaani, ni nchi ya ahadi, nchi ambayo walipewa wana wa Israeli. Wale watu walitumia muda wa siku 40. Na katika hizo siku 40 wale wajumbe waliporudi, wakaleta ujumbe ambao ulikuwa ni ujumbe wenye kukatisha tamaa miongoni mwao. Na ule ujumbe wengine wakasema ya kwamba tumekuta majitu marefu, tumekuta wanafili, tumekuta watu wanaotisha na watu stadi duniani. Je, nyinyi wana wa Israeli mmetoka tu Misri pale, mlikuwa watumwa. Je, mtaweza kwenda katika hiyo nchi? Lakini nikwambia hivi kwamba Yoshua na Caleb watumishi wa Mungu wakasimama na kusema hivi kwamba hakika Bwana angewavukisha hiyo nchi na angewapatia hiyo nchi kwa ulisi wao. Katika safari ya imani unapaswa kukita mizizi, unapaswa kukaza macho yako na kukaa katika kile ambacho Mungu amekuahidi na kile ambacho Mungu anakuambia ufanye, na usitazame pembeni wala usitazame jambo lolote ile. Na sasa mpendo, tumekwisha kuona hivi kwamba katika unabii wa Biblia siku moja inasimama badala ya mwaka mmoja, na mwaka mmoja kwa siku moja. Na kama ndivyo hivyo, tumetazama kule katika Danieli sura ya 9 ya kwamba yako majuma 70 ambayo wana wa Israeli wamepewa tangu wakati ule wa kutolewa amri ya kujenga upya Yerusalemu, hata wakati wa Masihi, zamani zake Masihi, ama wakati wa Masihi, ama hata kifo cha Yesu pale msalabani, ama hata ule wakati ambao wana wa Israeli wangeitwa taifa takatifu na teule. Karibu sana tukatazame. Na sasa tukatazame majuma 70. Je, juma moja linaweza likawa na siku ngapi? Mpendwa, juma moja ina siku 7. Na katika siku 7, kila siku ndani ya juma ama siku moja ndani ya juma ina masaa 24. Lakini tukatazame siku. Na sasa kama juma moja ina siku 7, je, majuma 70 yatakuwa na siku ngapi? Tunachukua hiyo idadi ya majuma 70, tunazidisha mara 7 ambayo ni idadi ya siku ndani ya juma moja. Tunagundua hivi kwamba majuma 70 yana muda wa siku 490.
yana muda wa siku 490 mpendwa. Na hizo siku 490 ni siku zinazopatikana ndani ya majuma mangapi? Majuma 70. Na tumekwisha kusema hivi ya kwamba katika Biblia imetufundisha hivi ya kwamba siku moja inasimama baada ya mwaka mmoja. Kwa hiyo majuma 70 yataenda kuwa ni miaka 490. Hiyo miaka 490 tumekwisha kutazama na tukaona kwenye kitabu cha Ezra sura ya 7 ile aya ya 12, tukaona hivi ya kwamba yale majuma 70 ama yale majuma waliopewa yanaanzia wakati wa kutolewa amri na mfalme Artashasta. Tukatazama na kuona kwamba historia inasema wazi ulikuwa ni mwaka wa 457. Na mwaka wa 457 ndio ambapo hiyo miaka 490 inaanzia pale. Na sasa miaka 490 inaanzia katika ule mwaka wa 457. Tunaposoma Danieli sura ya 9:25 na aya 26, tunagundua ya kwamba kwa majuma 7 na yako majuma 62. Ukiajumlisha majuma 7 na majuma 62 unapata majuma 69. Maana yake nini? Majuma 69 yamewekwa. Danieli amesema ya kwamba mpaka wakati ambapo Masihi ataweza kutiwa mafuta. Mpaka ambapo Masihi ataweza kutiwa mafuta. Na tukitoka mwaka wa 457 mpaka majuma 69 yanapokamilikia, tunagundua kwamba majuma 69, yani hizo siku 483 zilikamilikia mwaka wa 27 Yesu alipobatizwa. Endelea mpendwa, tunatazama na kuona hivi kwamba mwaka wa 27 AD ndio mwaka ambao Kristo alibatizwa. Kwa ile miaka 483 ambaye ni majuma 69 kutoka kwenye ule unabii wa ile majuma 70 unakomea wakati wa mwaka wa 27 AD, wakati ambapo Yohana Mbatizaji akambatiza Yesu Kristo. Malipopote pale hizo habari ndio tukazipata. Na sasa tunapoendelea zaidi kabisa, tunagundua na kuona hivi kwamba kama ile majuma 69, yani ile miaka halisi kabisa kutoka kwenye zile siku 483 inapokomea mwaka wa 27. Je, yale majuma 70 yanakamilikia wapi? Yale majuma 70 yanakamilikia wapi? Kumbuka hivi kwamba juma moja ni siku 7. Kama ile miaka 483 inakomea pale, je, hiyo mingine inakamilikia wapi? Mpendwa, kwenye miaka 490 ukichukua miaka 490 ukatoa miaka 483 unapata miaka mingapi? Ni miaka 7. Na miaka 7 unayoipata, maana yake chukua miaka 7 kutoka ule mwaka wa 21 kutoka ule mwaka wa 27 AD uje tutazame ya kwamba ile miaka 490 inakomea wapi. Tunapoenda ndo tunaona hivi kwamba tukichukua mwaka wa 27 tukaongeza miaka 7 pale, tunagundua hivi kwamba miaka 490 inakomea kwenye ule mwaka wa 34. Kwenye ile mwaka wa 34. Biblia ni kitabu cha kipekee sana. Ule mwaka wa 34. Lakini tulikwisha kuambiwa hivi kwamba Kristo angekufa katikati ya juma. Karibu tena turudi tukatazame kitabu cha Danieli. Tuone jinsi ambavyo Danieli anafunua na kuonesha ya kwamba Kristo alipaswa kufa katikati ya lile juma la mwisho, yani kuanzia mwaka wa 27 mpaka mwaka wa 34. Kristo alipaswa kuwa amekufa na kuwa kafara kwa ajili ya ulimwengu. Tukisoma aya ya 27 inasema naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake itasimama chukizo la uharibifu. Katikati ya juma ataikomesha sadaka na dhabihu. Yaani kinachosema hapo ndugu mpendwa ni hivi kwamba ule mwaka ambao Yesu alikufa katikati ya juma, yani katikati ile miaka 7 ile ya mwisho, ndipo kifo cha Yesu kilitabiriwa kiwe pale. Katikati ya juma. Kati ya mwaka wa 34 AD na kati ya mwaka 27 ni mwaka gani ambao upo katikati pale? Tugundua hivi kwamba ni mwaka wa 31. Hivyo mwaka wa 31 AD ndio mwaka ambao Yesu alikufa pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mwaka ambao Yesu alikufa pale msalabani. Na hiyo habari iko mahali pote. Unaweza kaipata. Mwaka wa 61 Yesu akafa msalabani.
na hivyo unabii ulifundisha kwamba Yesu angekuja, lakini angebatizwa wakati fulani, mwaka angebatizwa baada ya majuma 69, lakini katikati ya lile juma la mwisho ama majuma 7 yale ya mwisho ama miaka 7 ya mwisho ama lile juma moja la mwisho, Yesu angekufa ama Masihi angekufa. Lakini pia unafundisha hivi kwamba mwaka ule wa 34 ungekuwa ni mwaka wa mwisho kwa wana wa Israeli, kuwa taifa takatifu na teule tena, yani kuwa watu ndio taifa takatifu na teule kwa Mungu. Na baada ya hapo injili ingepaswa kwenda kwa mataifa yote, injili ingepaswa kwenda kwa ulimwengu mzima. Ndio maana leo hivi tunatazama na kuona hivi kwamba injili ni kwa ajili ya watu wote, injili inahubiriwa duniani kote. Ndio maana leo Kristo umesambaa, ndio maana leo dini zimesambaa, kwa sababu Yesu alikwisha kufa. Mpendwa, nataka nikujulisha hivi kwamba hakika iko siri ya Bwana, na Bwana akiwa na siri watu wake wakati wote anawajulisha. Tazama pamoja nami kile kitabu cha Zaburi sura 25 na ile aya 14. Tukatazame Zaburi sura 25 na ile aya ya 14. Zaburi sura ile 25 na ile aya 14. Neno la Bwana linasema, siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Haleluya! Siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Hivyo Bwana ikiwa iko siri, Bwana akitaka kufanya jambo duniani, Bwana akitaka kufanya jambo kwa watu wake, ni lazima atawajulisha watu wake. Ndio maana aliwapatia unabii kupitia nabii Danieli juu ya ujio wa Masihi kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Na hivyo wana wa Israeli walipaswa kutambua juu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza, na Mungu alikuwa amewapatia unabii kupitia nabii Danieli. Wapendwa, tunapoendelea kutazama, tukatazame sasa katika kitabu cha Amosi sura ya 3 na ile aya 7. Tumekwisha kutazama katika kitabu cha Zaburi sura 25 ya kwamba siri ya Bwana iko kwao wamchao. Na hivyo ni kwambia kwamba endelea kumtumainia Mungu, endelea kumcha Mungu, endelea kufanya kila ambacho Mungu anakisema. Hakika siri zake, hakika siri ya Bwana itakuwa juu yako. Endelea kufanya kila ambacho Mungu anakitaka, siri ya Bwana haitakupita kamwe. Twende katazame, ndio pamoja nami katika kitabu cha Amos sura ya 3 na ile aya 7. Neno la Bwana nasema, hakika Bwana Mungu atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Nitarudia, hakika Bwana Mungu atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Hakika Bwana atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Bwana atatufunulia, Bwana atafunulia watumishi wake kama vile ambavyo alimfunulia Danieli nabii wake juu ya ujio wa Masihi, juu ya ujio wa Kristo mara ya kwanza. Hivyo hivyo Bwana atatufunulia siri yake juu ya ujio wa Yesu mara ya pili, juu ya ujio wa Kristo mara ya pili duniani. Wapendwa, neno la Mungu liko wazi, neno la Mungu liko wazi kabisa, na kwa namna ya kipekee Mungu anapenda kufanya mambo kwa ushirikiano na viumbe wake. Hakika Mungu anatupenda sana. Hakika Mungu yuko pamoja nasi wakati wote, na natamani sisi tuweze kuokolewa. Lakini wapendwa, pamoja na upendo wa Mungu kuwa mwingi, pamoja na neema ya Mungu kuwa nyingi, pamoja na vyote Mungu anavyotupatia, lakini bado watu watachagua mauti. Lakini bado watu watachagua kupotea. Lakini naomba isiwe wewe wala nisiwe mimi, tukachague uzima, maadamu Yesu anakuja. Tena Yesu anakuja upesi sana. Tunapoendelea kutazama, tumekwisha kuona hivi kwamba wakati mahususi juu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza, wana wa Israeli walipewa. Wakati mahususi juu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza, wana wa Israeli walipewa. Je, pia swali la pili tuweze kujiuliza hivi kwamba hata mahali ambapo Kristo angezaliwa ama sehemu ambapo Kristo angezaliwa ama Masihi, pia wana wa Israeli walipewa ama walijulishwa, ama iko namna yoyote ile ambayo walipewa, ikibidi ya kwamba watafuta ama kusoma waweze kufahamu. Ndio nataka nikwambie hivi kwamba walijulishwa wakati mahususi, kama Danieli sura ya 9:25 mpaka ya 27 na pia ya 24 inavyozungumza. Lakini pia walijulishwa mahali ambapo Kristo ama Masihi wake
angeweza kuzaliwa. Twende pamoja nami katika kitabu cha Mika sura ya 5 na ile aya ya 2, tukatazame mahali ambapo walijulishwa ya kwamba Masihi ama Kristo angeweza kuzaliwa. Karibu sana mpendwa. Mika sura ya 5 na ile aya ya 2, neno la Bwana linasema, bali wewe Bethlehem Efrata, uliye mdogo kwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Nitarudia mpendwa, bali wewe Bethlehem Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Neno la Bwana katika kitabu cha Mika sura ya 5 ile aya ya 2 nasema ya kwamba Bethlehem Efrata, ya kwamba Bethlehem ni mahali ambapo Mungu alikuwa amepachagua. Ni mahali ambapo Mungu alipachagua juu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza. Wapendwa, hakika Mungu anatupenda sana. Hakika Mungu alitoa ujumbe juu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza. Kwanza akatoa wakati mahususi, wakati ambao walipaswa wana wa Israeli, wakati ambao makuhani, malabi, viongozi wote wa dini ile ya mwanzoni walipaswa kujishughulisha nao, walipaswa kusoma, walipaswa kuweza kujifunza na kuwafundisha watu wa Mungu. Hakika Mungu anawapenda. Hakika Mungu anatupenda sana. Na ndiyo maana Mungu alitoa ujumbe juu ya Yesu Kristo mara ya kwanza. Akautoa wakati mahususi kabisa, Danieli sura ya 9. Lakini pia akatoa mahali ama sehemu ambapo Kristo angezaliwa. Mika sura ya 5 aya ya 2. Bethlehem ni mahali ambapo Kristo amezaliwa. Na ni nani asiyejua leo ya kwamba Kristo alizaliwa Bethlehem ya Uyahudi? Na ndivyo Biblia ilivyosema kwamba kutoka hapo angetoka mtawala ambaye matokeo yake ni tangu zamani za kale, tangu milele. Uwepo wa Kristo ni tangu zamani za kale. Uwepo wa Kristo ni tangu zamani za kale. Kristo alikuwepo kabla hajaja katika ulimwengu, na maandiko yanathibitisha. Wapendwa, tunapoendelea kutazama ni hivi ya kwamba pamoja na Mungu kutoa huo ujumbe, lakini nataka nikwambie hivi ya kwamba Wayahudi ama wana wa Israeli, miongoni mwao hakuna ambaye alikuwa tayari, hakuna ambaye alijiandaa juu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza, isipokuwa watu baadhi, isipokuwa watu wachache ndio ambao walijiandaa. Mpendwa, hiyo hali ni kemeo kwa watu wa Mungu. Tunapaswa kujiandaa juu ya ujio ambao Yesu Kristo tunamngojea sasa. Maana tusipofanya hivyo, kilichowakuta wana wa Israeli, wapendwa, hata na sisi kitatukuta. Tukatazame sasa katika kitabu cha Pambano Kuu, katika ile sura ya 17 inayosema wajumbe wa asubuhi, na ule ukurasa wa 258, kipo kitu ambacho mtumishi wa Mungu Ellen White alifunuliwa juu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza, kile ambacho kiliwakuta wana wa Israeli. Wapendwa, tukatazame kitabu cha Pambano Kuu, hiyo sura ya 17 inayosema wajumbe wa asubuhi, na ule ukurasa wa 258. Neno la Bwana linasema, nitaanzia hapa. Neno la Bwana linasema kama unacho kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wa 258, ile sura ya 17. Neno la Bwana linasema, wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo, makuhani na waandishi wa mji mtakatifu, ambao walikuwa wamepewa dhamana ya maagizo ya Mungu, walipaswa kuzijua dalili za nyakati na kutangaza ujio wa yule aliyekuwa ameahidiwa. Unabii wa Mika ulitangaza mahali ambapo angezaliwa. Danieli alisema wakati mahususi wa ujio wake. Mungu alikabidhi unabii huu kwa viongozi wa Kiyahudi. Hawakuwa na uzuru wa kutojua na kutangaza kwa watu kuwa ujio wa Masihi ulikuwa karibu. Kutojua kwao kulikuwa matokeo ya dhambi ya kupuuzia. Wayahudi walikuwa wakijenga minara ya kumbukumbu kwa ajili ya manabii wa Mungu waliouawa, ili hali kwa kutoa heshima yao kwa watu mashuhuri, walikuwa wakitoa heshima kwa watumishi wa Shetani. Walikuwa wamezama katika mapambano na tamaa kwa ajili ya vyeo na mamlaka. Miongoni mwa watu walishindwa kutambua fadhila waliopewa na Mungu, mfalme wa mbinguni.
Wapendwa, kitabu hichi cha Pambano Kuu kinaeleza ya kwamba wana wa Israeli ama Wayahudi, makuhani, malabi, viongozi ambao Mungu aliwapatia fursa ya kuweza kutangaza ujumbe, aliwapatia fursa ya kufahamu wakati mahususi juu ya Yesu Kristo. Katika kitabu cha Danieli, Mungu aliwapatia fursa na nafasi ya kufahamu mahali ambapo Kristo angezaliwa katika kitabu cha Mika, lakini hawakuweza kutangaza. Neno la Mungu linasema hawakuweza kutangaza. Roho ya unabii inasema hawakuweza kutangaza. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu mioyo yao ilijawa na tamaa. Walikuwa wakipambania vyeo, walikuwa wakijenga minara ya manabii wa Mungu waliouawa, na walikuwa wakiwasifu watu mashuhuri. Lakini tazama, haya mambo hata leo tunayaona. Leo hii wapo watu ambao Mungu ametoa ujumbe. Mungu ametoa ujumbe juu ya wakati wa kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Lakini wangapi? Ni wangapi ambao wapo tayari kwa ajili ya kusikiliza? Ni wangapi ambao wamesoma ujumbe wa Mungu juu ya Yesu Kristo mara ya pili? Ni wangapi ambao Roho wa Mungu anazidi kuwaongoza, lakini bado wanakataa ya kwamba hakuna ujumbe wote, ya kwamba Mungu hana ujumbe wote, ya kwamba tuko na ujumbe juu ya wakati, kwamba umeishia ule wakati wa 1844. Wapendwa, hakika Mungu ndiye ambaye ana siri. Na kama Mungu ndiye mwenye siri, na kama sisi ni watu wake, na kama tunaishi hivyo, basi tuishi kama vile ambavyo Mungu anataka siweze kufanya. Wayahudi, makuhani, malabi, wana wa Israeli hawakujiandaa kwa sababu viongozi wale waliopewa fursa ya kuyasoma maandiko hawakuweza kutoa ishara yote. Mpendwa, nipende kukuonya kwamba usitegemee viongozi wa kanisa, usitegemee viongozi, usitegemee watu wakubwa unaowasubiri ya kwamba wakwambie Yesu anakuja, Yesu anakuja upesi, ya kwamba wakwambie fanya matayarisho, fanya matengenezo, acha jambo fulani, acha hichi. Yesu hakika anakuja. Lakini hizo sauti unazozingojea utakapozikosa na utakapoangamia na kugundua hivi kwamba ulipaswa kuwasikiza wale ambao walipewa ujumbe, mpendwa, utakuwa umechelewa sana. Lakini niombe hivi kwamba kabla hujachelewa, fanya matayarisho sasa. Hakika Yesu anakuja. Tena Yesu anakuja upesi sana. Kabla hujachelewa, fanya matayarisho sasa. Yesu anakuja. Lakini pia nikidumu kuwepo katika ukurasa wa 258, bado neno linasema ya kwamba sio wanateolojia, wasomi ambao walikuwa na ufahamu wa huu kweli na ambao walijihusisha katika utangazaji wake. Ikiwa watu hao wangekuwa walinzi waaminifu na wenye kukesha, wakiachunguza maandiko kwa bidii kubwa na maombi mengi, wangeweza kujua wakati wa usiku na unabii ungeweza kufunulia matukio yanayokuja karibuni. Lakini hawakufanya hivyo, na ujumbe ulitolewa na watu walio kawaida kabisa. Yesu alisema, "Enendeni madamu nayo nuru, giza lisije likawaweza, maana endaye gizani ajue aendako." Tutasema nini wapendwa pale ambapo tutakuwa tumekwisha kupotea? Tumekwisha kuona nukuu inasema ya kwamba sio wanateolojia, sio wasomi ambao walikuwa na ufahamu juu ya Yesu Kristo mara ya kwanza. Lakini tazama hata sasa, wanateolojia tulionao, teolojia kwa wale asiyefahamu teolojia ni elimu ya dini ambao wanaisoma watumishi wa Mungu wa sasa, wanaisoma wachungaji na watu mbalimbali. Sio hata hao, watazame watu wa leo. Tazama viongozi wa sasa, tazama wachungaji wa sasa waliokabidhiwa kupewa kuwa walinzi katika kanisa na nyumba ya Mungu. Tazama, tumeona nukuu inasema hivi ya kwamba wale wa zamani, wale makuhani na malabi walijikita katika kugombania vyeo. Tazama hata leo makanisani, tazama leo watumishi wa Mungu wanagombania vyeo. Yaani wamekaa kutazama vyeo, kwamba mkutano session ya mwaka huu itakuwa ni mwaka gani, tuweze kutazama kwamba tunataka kiongozi fulani ashike na ngazi fulani. Wamesahau ya kwamba Mungu amewapatia ujumbe, Mungu amewapatia nafasi kwa ajili ya kuifanya kazi yake, kwa ajili ya kuwaonya watu wake. Ni nafsi ngapi zitakazoangamia? Ni mamilioni mangapi ya watu ambao watakuwa watangamia pasipo kujua ukweli? Mungu amewakabidhi kazi. Ili ni onyo kwa watu wote. Mungu aliyowapatia kazi lazima waamke waweze kufanya kazi ya Mungu. Hakika Yesu anakuja tena upesi sana.
Wapendwa, ni wakati wa kuamka. Usikae katika usalama bandia. Muda umekwisha. Hakika Yesu anakuja. Yesu anakuja. Sio wasomi, watu hao sio walinzi waaminifu. Yesu anakuja. Natamani urudie nukuu pamoja nawe, isikilize kwa makini. Sio wanateolojia wasomi ambao walikuwa na ufahamu juu ya ukweli na ambao walijihusisha katika utangazaji wake. Ikiwa watu hao wangekuwa walinzi waaminifu na wenye kukesha, wakiyachunguza maandiko kwa bidii kubwa na kwa maombi mengi, wangeweza kujua wakati na wa usiku unabii ungeweza kuwafunulia matukio yanayokuja karibuni. Bado neno linasema hivi ya kwamba hayo ndiyo matokeo ya hakika ya kutokuona umuhimu wa kuboresha nuru na fursa ambazo Mungu anazitoa. Kanisa lisipofuatilia milango ya uongozi wake, likipokea kila mwali wa nuru, likitekeleza kila wajibu ambao unafunuliwa kwao, dini itadidimia na kurudi katika uzingatiaji wa mambo ya kurudiarudia, na roho ya uchaji wa kweli itaondoka. Wapendwa, nataka niwaambie hivyo kwamba hakika Yesu anakuja. Na sasa tunajifunza ujio wa Yesu mara ya pili. Sisi tunaigundua kuiona ya kwamba wana wa Israeli, malabi, makuhani, viongozi wakati ule walipewa ujumbe juu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza. Biblia imesema na imeonyesha wakati mahususi juu ya ujio wa Yesu. Imeonyesha mahali ambapo alipaswa azaliwe. Leo nabii imesema ya kwamba walipewa ujumbe. Je, leo tujapewa ujumbe? Nikukaribishe, endelea kufuatilia hii channel ya The End Prophets Messages TV. Utaendelea kujifunza na utaona ya kwamba Mungu hata sasa ujumbe ameutoa. Karibu sana. Endelea kufuatilia. Endelea kufuatilia ndugu mpenzi mtazamaji. Endelea kufuatilia. Endelea kufuatilia katika channel hii, utajifunza mambo mengi sana. Mambo mengi ambayo Mungu anatamani tuweze kuyajua. Hicho ndicho kilichowakuta wana wa Israeli. Ambapo ni kemeo kubwa sana kwa watu wa Mungu hata sasa. Ya kwamba Mungu anapotoa ujumbe, akitamani kila roho iweze kusikia, akitamani wale waliopatia mamlaka, aliowapatia nafasi ya kuendelea kumwakilisha yeye, waweze kuwapatia watu wake, waweze kuwafundisha, waweze kuelekeza kwa Kristo kupitia ujumbe alioutoa. Anatamani watu waweze kufanya hivyo. Cha ajabu ndugu yangu, cha ajabu kilichotokea, wana wa Israeli walikuta hawajajiandaa. Walikuta hawajajiandaa. Twende tukatazame na tukuona kilichowakuta tunapoelekea kuhitimisha. Walikuta hawajajiandaa. Kinachotokea, tukisoma kwenye kitabu hichi ukurasa wa 259, neno la Bwana linasema, malaika wa mbinguni walikuwa wameuona utukufu ambao mwana wa Mungu alishiriki na Baba yake kabla ya ulimwengu haujakuwepo, na walitarajia kwa shauku kubwa kuwa kuonekana kwake duniani kungekuwa tukio ambalo lingeleta furaha kubwa kwa. Tunachokitazama na kukiona katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 2 aya kwanza hadi ya 2, tunaona ya kwamba watu wa kutokea huko mashariki, mamajusi, ndio ambao walikuja kwa ajili ya kuweza kumlaki Yesu amezaliwa mfalme. Watu wa kutokea mbali, tuwe makini sana. Tusijihesabia kwamba sisi kuwa watu wa Mungu, kuwa kanisa, sehemu ya kanisa, kuwa Adventista, kuwa Sabato ni ya kwamba tumemaliza. Hapo bado tunayo mapambano. Tunapaswa kujichunguza sasa wakati huu. Hakika Yesu anakuja. Wapendwa, pia bado na Mungu anazidi kusisitiza ya kwamba katika kitabu cha Luka sura ile ya 2, Luka sura ya 2 ile aya 26 na aya 25, Simoni ni mtu ambaye alikuwa ni Mwisraeli, alikuwa akimsubiria Yesu, alisubiri ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza, alisubiria, na Roho Mtakatifu akamwahidi ya kwamba kabla jafa angemuona Mwokozi na angemweka katika viganja vyake, na hakika hiyo ahadi ilimtokea. Utasoma kitabu cha Luka sura ya 2 aya 25 na aya 26. Na hivyo tunaona hivi ya kwamba ndani ya kanisa wapo watu wachache ambao wanamngojea Yesu hata sasa.
Nataka nikwambie kwamba ujumbe wa Mungu umetolewa, na ujumbe hata juu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili umetolewa, na wapo wajumbe tena wanao ujumbe. Endelea kuwasikiliza. Endelea kuwasikiliza. Tunapaswa kujiandaa, maana wakati tunaoishi sasa ni wakati ambapo tupo mwisho kabisa, mwisho wa fungu la historia ya ulimwengu. Na sasa kilichopo mbele yetu, mlango wa rehema utafungwa muda sio mrefu. Mlango wa rehema kwa watu wa Mungu, muda sio mrefu unafungwa. Mlango wa rehema kwa Waadventista wa Sabato, muda sio mrefu unafungwa. Sina wakati juu ya kufungwa mlango wa rehema, lakini dalili na matukio, muda sio mrefu mlango wa rehema unafungwa. Tukitazama alama ya mnyama Jumapili na ibada ya Jumapili ipo karibu kutangazwa. Na kama ndivyo hivyo, basi Yesu anakuja na mlango wa rehema unakwenda. Ni sana kwa mwendelezo wa masomo haya ya unabii katika channel hii ya The End Prophecy Messages TV. Karibuni sana, lakini pia usisahau kusubscribe chini ya channel yako hapo, ili uweze kupata notification na taarifa zetu wakati ambapo tutakuwa hewani ama tutakuwa tukiweka vipindi na programu hizi kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Karibuni sana, lakini usisahau kujiandaa. Hakika Yesu anakuja. Kabla hujahitimisha, karibuni kwa ajili ya ombi ya kuhitimisha, lakini nikualike, endelea kufuatilia channel hii, endelea kutafuta ujumbe wa Mungu ambao unajua ujumbe wa sasa ukaweza kujifunza. Ulikuwa nami mtumishi wako na mjoli wako fursa na nafasi uliyotupatia ya leo kujifunza neno lako, lakini nakusihi msaidie mtazamaji, endelea kutusaidia sote kwa pamoja, tutupatie wakati mwingine tena tuweze kujifunza neno lako, na ukaendelea kutuongoza zaidi kabisa. Mungu wetu, tupatie badiliko la kweli. Endelea kwa pamoja nasi tunapokutafuta uso, tunaponyenyekea mbele zako Bwana, usituache kutupungukia. Kwa jina la Yesu naomba.